Serikali ya Venezuela imetoa shutuma nzito dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump, ikidai kuwa ana mpango wa kuipindua serikali halali ya rais Nicolas Maduro na kuigeuza Venezuela kuwa koloni la Marekani. Kauli hiyo imetolewa na Tarek William Saab, mwanasheria mkuu wa Venezuela na mshirika wa karibu wa rais Maduro, katika mahojiano maalum na BBC. Hakuna shaka kwamba rais Trump anataka kuipindua serikali ya Venezuela. Lengo lake ni kugeuza taifa letu kuwa mali ya Marekani. Saab alisema akihojiwa na kipindi cha BBC News Hour. Alisema hatua za kijeshi na kisiasa zinazochukuliwa na Marekani katika ukanda wa Caribbean ni sehemu ya mpango mkubwa wa mabadiliko ya utawala, yani regime change. Marekani kwa upande wake inamtuhumu Maduro kuongeza mtandao wa ulanguzi wa dawa za kulevya, madai ambayo Caracas inayakanusha vikali. Taarifa za kijeshi zinaonyesha kuwa Marekani imeanzisha mikusanyiko mikubwa ya kijeshi katika bahari ya Caribbean, ikihusisha meli za kivita, ndege za kivita, wanamaji, ndege za upelelezi pamoja na mabomu ya kimkakati. Trump amesema operesheni hizo ni vita dhidi ya magenge ya dawa za kulevya na magaidi wa kimataifa, lakini wachambuzi wa siasa wanaona kuwa ni kivuli cha operesheni ya kuangusha utawala wa Maduro. Wiki hii, meli ya kivita ya Marekani USS Gravely ilitia nanga nchini Trinidad na Tobago, taifa jirani na Venezuela, kwa kile kilichoelezwa kuwa mafunzo ya kijeshi ya pamoja. Lakini Caracas imeitafsiri hatua hiyo kama uchokozi wa kijeshi unaoratibiwa na CIA. Serikali ya Venezuela imedai kwamba imekamata kikundi cha mamluki kilichokuwa na taarifa za moja kwa moja kutoka kwa shirika la ujasusi la Marekani CIA, na kwamba mpango wa shambulio la False Flag unatekelezwa katikati ya maji ya Venezuela, Trinidad pamoja na Tobago. Kwa mujibu wa serikali ya Venezuela, lengo la mpango huo ni kuhalalisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Venezuela kwa kisingizio cha vita dhidi ya mihadarati. Rais Nicolas Maduro naye ameishutumu Marekani kwa kutengeneza vita vya makusudi, akidai kuwa hatua ya kupeleka meli kubwa zaidi ya kivita duniani USS Gerald R. Ford katika eneo la Caribbean ni kitisho cha wazi cha kivita. Marekani haimtambui Maduro kama kiongozi halali tangu uchaguzi wa mwaka 2024 ambao ulitajwa na waangalizi wengi kuwa haikuwa huru wala wa haki. Matokeo ya upinzani yalionyesha kuwa mgombea wao alishinda kwa kura nyingi, lakini tume ya uchaguzi ilitangaza ushindi kwa Maduro. Kwa mujibu wa Saab, hatua zote za Marekani, kutoka vikwazo vya kiuchumi, mashambulizi ya kijeshi baharini hadi propaganda ya kisiasa, ni sehemu ya mkakati wa kutwaa rasilimali za Venezuela, ikiwemo dhahabu, mafuta na shaba. Baadhi ya wanasiasa wa Marekani, wakiwemo wale wa chama cha Republican na Democrat, wameanza kuhoji uhalali wa kisheria wa mashambulizi ya Trump kwenye meli za mihadarati na mamlaka yake ya kuagiza operesheni hizo bila idhini ya bunge. Kuna uwezekano halisi wa mashambulizi ya ardhini. Rais atanieleza zaidi kuhusu operesheni hizi atakaporudi kutoka Asia, alisema Senator Lindsey Graham, mshirika wa karibu wa Trump. Kauli hiyo imezua taharuki duniani kote, ikionyesha uwezekano wa Marekani kupanga uvamizi wa ardhini Venezuela ikiwa hali itaendelea kuzorota. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa Trump anatumia msimamo mkali dhidi ya Venezuela kama njia ya kujijenga kisiasa kimataifa. Tangu kuingia madarakani kwa mara ya pili, Trump ameonyesha sera za ujasiri na za moja kwa moja, akisisitiza kwamba Marekani haiwezi kuruhusu mataifa ya kifashisti kuendelea kuendesha biashara ya mihadarati katika ukanda wa Amerika Kusini. Lakini kwa upande mwingine, hatua hizi zimeongeza tishio la vita vya wazi kati ya mataifa hayo mawili. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona mzozo huu kama eneo jipya la mvutano kati ya Marekani na mataifa yasiyotiifu kwa sera zake, sawa na jinsi inavyoonekana katika Iran, Korea Kaskazini pamoja na China. Kwa mujibu wa mtafiti wa usalama wa kikanda kutoka chuo cha Andes, Profesa Ricardo Montero, Marekani inataka kudhibiti njia za bahari za kusafirisha mafuta na madawa ya kulevya, kuzuia ushawishi wa Urusi na Iran ndani ya Venezuela, na kuhakikisha utawala wa Maduro haupati nguvu za kijeshi kutoka washirika wao kama China, Urusi pamoja na Iran. Mivutano kati ya Caracas na Washington sasa imefikia hatua hatari zaidi tangu mwaka 2019, wakati Marekani ilipomtambua Juan Guaido kama rais wa mpito. Lakini safari hii hali ni ya hatari zaidi. Meli za kivita ziko mita chache tu kutoka mipaka ya Venezuela na maneno ya vitisho yanazidi kushamiri. Serikali ya Venezuela inasema iko tayari kwa mazungumzo, lakini zaidi iko tayari kwa vita. Kwa sasa, dunia inashuhudia hatua baada ya hatua, ikiuliza swali moja: je, vita vipi vya Marekani na Amerika Kusini vinaanza rasmi?